Vita vikali vyazuka baina ya nchi ya Tanzania na nchi ya Kenya baada ya wabunge wa nchi ya Tanzania kuanza kukashifu baadhi ya Wakenya walioingilia rais wao Samia Suluhu kwa kuwafurusha baadhi ya wanaharakati kutoka nchi yake, wanaharakati waliotoka nchi ya Kenya vile na Uganda. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope. Kumbuka kusubscribe. Mvutano wa kidiplomasia kati ya nchi ya Kenya na Tanzania umechukua mkondo mpya kufuatia matamshi makali ya mbunge wa Tanzania Joseph Musukuma aliyeelekeza shutuma kwa wanaharakati wa Kenya waliotembelea taifa hilo kwa nia ya kuonyesha mshikamano na mwanasiasa upinzani Tundu Lissu anayekabiliwa na mashtaka ya uhaini. Akizungumza bungeni mnamo Jumatatu Mei 26, Musukuma alidai kuwa Tanzania imewapiku majirani wao wa Kenya katika nyanja zote, akisisitiza kuwa hakuna somo lolote la kisiasa, kijamii au kiuchumi ambalo nchi yake inaweza kujifunza kutoka Kenya. Alielezea masikitiko yake kuhusu matamshi aliyoyaita ya matusi dhidi ya Rais Samia Suluhu na taasisi za serikali yaliyotolewa na baadhi ya Wakenya kufuatia kukamatwa na kuondoshwa kwa wanaharakati waliovuka mpaka kwenda Tanzania. Mbunge huyo alieleza wasiwasi wake kuwa baadhi ya wanaharakati kutoka Kenya walikuwa wakijaribu kuingilia masuala ya ndani ya Tanzania na kuchochea vurugu, hatua ambayo alihimiza serikali ya Tanzania kuwa makini nayo na kuwazuia watu hao kuharibu utulivu wa nchi yao. Na katika kauli hiyo aliwataja moja kwa moja viongozi wa Kenya wa upande wa upinzani akiwemo Martha Karua na mwanaharakati maarufu Boniface Mwangi ambao walikuwa miongoni mwa waliokamatwa na kuondolewa nchini humo. Kauli hiyo ya Musukuma imeibua hisia kali ndani na nje ya Tanzania, hasa baada ya ripoti kuibuka kwamba Boniface Mwangi aliteswa akiwa kizuizini pamoja na mwanaharakati kutoka Uganda kwa jina Agatha Atuhaire. Hali hii ilisababisha mashirika ya kimataifa na serikali ya Marekani kuitaka Tanzania kufanya uchunguzi huru na wa kina kuhusu madai ya ukiukaji wa haki za binadamu. Taarifa rasmi ya kitengo cha masuala ya Afrika cha Marekani ilisisitiza umuhimu wa uwajibikaji kwa wote waliohusika na vitendo hivyo vya kinyume na haki za binadamu. Katika muktadha huo, Rais Samia Suluhu pia alitoa kauli akiwashtumu wanaharakati hao kwa kujaribu kutatiza amani na utawala wa ndani wa Tanzania, akidai kuwa nia yao ilikuwa kuvuruga hali ya kisiasa kwa maslahi ya mataifa ya nje au vikundi vya upinzani vya ndani ya nchi hiyo. Haya yote yanajiri katika kipindi ambapo ukanda wa Afrika Mashariki unakabiliwa na ongezeko la ukosoaji wa serikali na harakati za kijamii zinazotaka mageuzi, huku viongozi wa serikali wakionekana kuchukua msimamo mkali dhidi ya upinzani na wanaharakati wa haki za binadamu. Kauli za Musukuma kwa kiasi kikubwa zinaonyesha kuimarika kwa siasa za kizalendo nchini Tanzania, lakini pia zimeibua maswali kuhusu nafasi za haki za binadamu na uhuru wa kutoa maoni katika ukanda huo.